ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika darsa yetu ya leo tuko kwenye aya ya 28 katika suratu Al-Ahzab, na ni aya ambazo zinazungumza mambo yanayohusiana na wake za Mtume. Aya inamalizikia kwenye 35 ili kukamilisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwawekea sharia, na sharia hii ilikuwa inahusu wake zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomnadi Mtume na kumwambia ya ayuha nabiyu, tulizungumza kwa ufafanuzi kwenye aya ya kwanza katika hii sura, ambayo aya ya kwanza kwenye sura hii ilianza kwa ya ayuha nabiyu, ewe nabii. Tukaeleza kwa ufafanuzi na maneno mengi ya wanavyoni, likasimama kuwa ameitwa ya ayuha nabiyu kinyume na mitume mingine. Mitume ilotajwa katika Qur'ani Mwenyezi Mungu kawataja kwa majina yao, lakini Mtume Muhammad kamuita kwa wasf wake wa unabii. Hii ni dalili ya ta'dhim, dalili ya kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye hii aya ya 28 aanza Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume ya ayuha nabiyu, ewe nabii. Qul li azwajika, sema kuambia wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, ikiwa nyinyi mnataka starehe za dunia, wazinataha, na mapambo yake, fata'alaina, basi njooni, umatti'ukunna, ntawastarehesha, wa usarrihukunna sarahan jamila, kisha niwaache kuacha kwa uzuri, yani talaka iliyo nzuri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, na ikiwa mnamtaka Mungu na mtume wake, wad-dar al-akhirah, na nyumba ya akhira, fa inna Allah a'adda lilmuhsinati minkunna ajran adhima, hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia wanawake wenye kufanya wema malipo yalo makubwa. Sasa kwenye aya hizi mbili mwanzo, sababu ya kuteremka hizi aya ili kisha tuziunganishe na aya za mbele kuhusu sharia inayowekwa kuhusu wanawake wake za Mtume. Hizi aya zilishuka kwa sababu gani? Na tumeiona kuwa hii sura kweli imeshika janibu tofauti tofauti, na kila janib iliyoshikwa yote inatupa sisi faida kwa yale ambayo yamekusanywa na Qur'ani tukufu kwenye yenye maslahi yetu katika maisha yetu, kuijua ile sharia ambayo imewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ya 28 na 29 ambayo tumeitafsiri, sababu ya kuteremka kwake, wanazuoni wasema anna nisaa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa wake za Mtume, rehma na amani zimshikie yeye, saalathu shay'an min aradi dunya, walimuomba kitu katika mambo ya kidunia, katika mambo ya starehe za dunia. Wa talabna minhu ziyadatan fi nafaqa, wakataka wanawake wa Mtume kwa Mtume awazidishie nafaka, yale matumizi ambao walikuwa wakiyapata, wakataka Mtume awazidishie.
wa adhainahu bighirati ba'dihunna, wakamuudhi mtume kwa ghera la baadhi yao, ala baadhi, juu ya baadhi, kwa sababu kila mmoja alikuwa na wivu na mwingine. Kwa sababu hili linaloitwa wivu ni jambo ambalo liko, bali wake za mtume walikuweko na wivu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaona wamenkazania, wanataka ziada ya nafaka, fahajarahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawagura mtume, rehma na amani zimshikie, wa ala alla yuqarribahunna shahran wa lam yakhruj ila ashabihi, akaapa kuwa hatowakurubia kwa kipindi cha mwezi mmoja, wala hakutoka kwa masahaba zake, kwenda kwa masahaba zake. Sasa walipokuwa kero limekuwa lingi, tuzidishie nafaka matumizi, tunataka utupandishie kidogo. Na wanavyoni wa tafsiri wanasema haya yalipatikana kwa wake za mtume. Kwa sababu gani? Yalipatikana wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta nusra kwa mtume wake kwenye vita vile tulivyovizungumza jana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuma upepo mkali na wanajeshi ambao wao hawakuwaona, ni malaika, kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukimbia kwao kufar, waliacha vitu vingi sana. Sasa hapa jamaa wakaona ni nafasi, kuwa tayari ushapata vitu vingi kupitia kwa makafiri, kwa hivyo ukituzidishia chochote katika yale matumizi itakuwa si vibaya. Lakini munajua tena haya yalikuwa ni kero kwa wanawake, na wanawake mara nyingi ni watu wa kero. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona wamezidi kumuomba hilo, akawagura, kisha mtume kakaa asitoke kwa sahaba zake. Faqalu, wakasema, ma sha'nuhu, una nini? Amepatikana na jambo gani mtume? Wakanu yaquluna, kisha wakawa wanasema, talaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nisaahu, mtume amewataliki wake zake. Haya yalikuwa ni maneno ya nchaani. Umeona jinsi Qur'ani tukufu namna inavyozungumza, ikiwa nasa watu waliopita, yale mambo wewe huwa picha inakujilia kwenye wakati ulionao. Angalia hapa, maneno yalitoka kwenye mchafu kusema kuwa mtume amewaacha wake zake, mtume amewataliki wake zake. Sasa Umar radhiyallahu anhu akalisikia hili kwamba kwa mambo maneno hupokezana, mtume ameacha bibi zake. Umar aliposikia akasema, la uallimanna lakum sha'nahu, nitakuja kuwajuza jambo lake hili, kuwa mtume ameacha wake zake, nitakuja kuwafahamisha. Sasa hapa tunaona kwamba Umar radhiyallahu anhu ndiye alotukua mbinu za kutaka kwenda kulihakikisha hili jambo, ili aje awakomeshe hawa ambao watangaza kuwa mtume amewataliki wake zake. Qala, asema, fadakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikaingia kwa mtume, rehma na amani zimshikie. Umar asema, nilipoingia kwa mtume, fakultu, nikasema, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, atalaktahunna, umewataliki wake zako? Umeona kuwa dini yetu ya Kiislamu kwenye hili linavutia sana kwenye uhakikisho wa mambo, maana jambo bila ya uhakikisho unaweza kuchukua hukumu itakao wewe. Angalia hapa, kumeenezwa na watu hupokezana maneno kuwa mtume amefanyeje? Amewataliki wake zake. Hakujajulikana kumetokea nini kati ya mtume na wake zake,
tayari watu hupokezana maneno, mtume ashaata, mtume ashawaacha wake zake. Umar radhiallahu anhu akamwambia tawajuza ukweli ulioko. Alienda moja kwa moja mpaka kwa mtume. Sasa akienda kwa mtume, bila shaka hapo ndipo tapata ukweli wa mambo. Matokeo gani yametokea mpaka mbona hunenwa hivi? Ndio utaratibu wa dini yetu. Atallaqtahunna ya Rasulullah, umewataliki wake zako? Qala la, mtume akasema hapana, sikuwataliki. Sasa ikiwa yeye mtume asema sikuwataliki, kutakuwa na shaka tena hapo? Kwa sababu anenwaye yeye na watu wamenchangaza yeye kuwa amewataliki wake zake. Ameenda kuulizwa na Umar, akamwambia hapana, sikuwataliki. Sasa likirudi vile vile, sivyo amewataliki, huwa vile sahibul qissa mwenyewe alivyohadithia. Kwa sababu hata katika utaratibu wa kustadili kwenye mambo, kwenye utaratibu wa usomi, utaratibu wa kustadili kwenye mambo, mwisho sahibul qissa rai yake huchangulizwa, ule muhusika wa jambo, na muhusika wa jambo amewekwa mbele kuwa hoja yake huchukuliwa. Akisema sasa kuna kadhaa ya kuhusu wewe, akisema la nkadhaa, yeye ndiye muhusika. Akifanya itirafi kwenye jambo, hoja yake huwa ni yenye kutegemewa. Alipoambiwa atallaqtahunna, mtume kasema la, sikuwataliki. Haya, qultu, nikasema. Umeona ukweli wa watukufu waliopita. Mtume aliponambia sikuwataliki, nikasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inni dakhaltu almasjida, hakika yangu mimi niliingia msikitini, walmuslimuna yaquluna, na waislamu wanasema, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaahu, mtume amewataliki wake zake. Umari humwambia mtume, nimeingia msikitini, waislamu ndivyo wanenao kwamba mtume amewataliki wake zake. Kwa hivyo si kidogo na sisi waislamu, au sivyo? Si kidogo kabisa. Hawa waislamu, mtume amewata wake wake. Haya, afa unzila fa ukhbiruhum annaka lam tutalliqhunna, umeteremshwa chochote ili nende kawaambie, kawaeleze kuwa hukuwaacha? Sitaki kwenda kuwaambia na hakuna aya ambayo imeshuka kuhusu hii kadhia. Je, kumeteremka lolote? Umar amwambia mtume, ikiwa kumeteremka, nende kawaambie hakuna talaka iliyotolewa kwa mtume kuwapa wake zake. Hayo ni maneno sasa mwataka kuyaeneza. Tayib, aliposema hivyo Umar kumwambia mtume, qala naam inshita, ndiyo ukitaka. Ina maana ndiyo imeteremka, ukitaka sasa nenda kawaweke sawa. Qala Umar akasema, fakumtu ala babi almasjid, nikasimama kwenye mlango wa msikiti. Wanadaitu, kisha nikaita, katoa sauti. Wanadaitu bi'ala sauti, nikanadi kwa sauti yangu ya juu, lam yutallik Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nisaahu, evachwe mtume hakuwata wake. Manake nkuwakomesha, mtume hakuwaacha wake zake. Alisimama mlangoni pale ili nini? Baada ya kusema hivyo isisikike sauti, mwenyewe mtume asema sikuwata, hakuna ruhusa watu kuendelea kuchangaza amewata. Alisimama mlangoni pale. Ndivyo wa kweli jinsi walivyokuwa. Jamani, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaacha wake zake. Fanazalat hadhihi alaya, ikateremka aya hii. Sasa hii aya inawalenga hawa ambao hubarikia yasokuwa mazuri, na kuna watu wenye sampuli, watu wenye kazi hiyo. Nakumbuka pana kisa, mtume sallallahu alaihi wasallam baada salati alfajri katoka na mmoja kati ya bibi zake. Mtu bibi yake si una uhuru na yeye,
Au mtu ana uhuru na bibi yake? Una uhuru naye? Unaweza kumshika mkono bibi yako barabarani? Mtu akisema angalia wale, mwangalia sasa, utakaje? Maanake hakuna lisilokuwa na sheshegi kwa wanadamu, si ndio? Sasa zasema angalia, pengine hivi mkaniona tu siku moja mimi watolewa darasa, mwenyewe mmeshika mrembo wangu mkono, angalia khatibu wetu. Khatibu wetu, nyinyi mko namna gani watu? Khatibu wenu nani? Khatibu wenu ameshika bibi yake mkono mwenyewe wako barabarani, hakuna wasiwasi wote. Yasifanywe yasokuwa tu barabarani, hata kama mke ni wahalali wako. Tusifanye kama wazungu, sio tena ati una uhuru naye tena ukawa unamhisi barabarani. Hayo yako mbali na murua wa Kiislamu. Kwenye faragha fanya utakavyo. Sasa hapa ni kwa kuwa una uhuru na bibi yako, waweza kutembea naye barabarani. Na huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam wametoka msikitini, baada dhalika amefuatana na bibi yake. Sasa walimwengu, Mtume akifika kwenye barabara ameuepuka ule msikiti, na bado hakujachanduka kikwetu, hakujapambazuka kisawa, mwenyewe akasimama na bibi yake akaocha story. Yani yeye amekuja kuswalisha na bibi yake akaweko, kisha wakatoka pamoja, wakasimama wakawahuzungumza. Sasa ile uzungumza huku watu wakawa sasa wameanza kuzunguka kwenda nlangole, wakinchilani lile sheshegi, washaona sasa sheshegi lile, mara ukicha kwa mlango huu, na wengine hunena nani yule jamani alfajiri hii, nani, wengine fumba macho hivi nini. Lakini sikiliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaektia vipi? Alipoona hapa pana machacha na huona jamaa mvivuli tu kupitia huko, basi Mtume mwenyewe katoa sauti, kaambia Safia, alisabali Safia, manake bibi yangu. Sasa aliposema hivyo jamaa alesa kadhalik. Sasa angalia, huku ndiko kukacha fitna, mafahamu? Safia mwenyewe simeme naye, unena naye, tabu iko wapi? Lakini huku ilikuwa tayari jamaa wameanza. Sasa kitu chochote ambacho kitachia wasiwasi, we toa watu wasiwasi. Na ukishawatoa watu wasiwasi kwa dalili za kukubalika kuwa ni hivi jamaa, sivyo hivyo mnavyoelewa, amini ni hivyo. Sio kuwa mtu akutoe wasiwasi kwenye shaka ulonao, we bado uko kwenye shaka tu. Hapana bwana, ni hivi. Sasa pale Mtume, watu mbona hawakukosa adabu kusema hapana, mwanamke wa watu ule, hapana, angasema hutuondosha sisi njiani. Hapana, hii dini yetu ni dini ya nidhamu. Ndipo ukaona kwenye kila namna hutufundisha sisi nidhamu. Angalia bwana Umari, baada ya kwenda kupata uhakika kwa Mtume, hakutaka kujua stori za watu, alisimama mlangoni. Bwana we, Mtume hakuwata bibi zake. Bas kulinyamaza kimya. Sikiliza aya inayosema hii tabia ya kina fulani, wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. Na hii huwa si sifa nzuri. Hii mara nyingi huwa sifa za wanafiki. Linapowajilia wao jambo lolote la kuhusiana na usalama ama na kuhusiana na hofu, basi adha'u bihi, wa hulichangaza, hunyuka wakachangaza. Qur'ani nasema walau radduhu ila rasul, lao hilo unalolipata unalolisikia, lao watarudi nalo kwa Mtume kwenda kupata uhakika wake, wa ila ulil amri minhum, na wale watu walowashikia wao mambo, la alimahu alladhina yastanbitunahum min, wangelijua wale ambao wanafanya istimbati katika wao. Istimbati ni kutoa hukumu kwenye jambo. Sasa haya huwa yataka utaratibu wa an-nadharu wal istidlal. An-nadharu wal istidlal ni zile buhuthi ilmiyan kupitia katika kitabu cha Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama,
na dalili chungu mzima zilizotolewa na wanavyoni kwenye jambo, basi hapo ukazifanyia murajaa na mudhakara wa hali ya juu, kisha ukastambiti hukumu kupitia kwa zile dalili. Hao mambo huwa ataka utaratibu, kwa sababu mambo yanayohusiana na usomi, si kusikia jambo tu kulisema na kulieneza na kulichangaza. Umar akaenda akalisimamisha jambo, ikateremka hii aya. Qala, asema fakuntu anastambatu dhaka al-amr, mara akasema mimi sasa ikawa ndio nilofanya istimbati ya hilo jambo. Niliposikia watu changaza, mtume mavataliki wake, mtume amewaacha wake, mimi ndio nikafuatilia, mimi ndio niliolipata hilo jambo kwamba mtume kufanyeje, hakuwataliki wake. Wa anzalallahu ayat at-takhyir, hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha hii aya inayoitwa ayatut takhyiri. Ayatut takhyiri ni aya ya kuwacheguza wake zake kati ya mawili hayo. Mwaitaka dini kwa kumtaka Mungu na mtume, kwa sababu dini ni ya Mungu na mtume si kilele cha dini. Mwataka dini kwa kumwandama Mungu na mtume, ama mwataka starehe za dunia. Mukitaka starehe za dunia, ni pale tawaicha mwape kama ziko, lakini itakuwa hakusilihi tena la kukaa mimi na nyinyi, ikiwa mwelekeo wangu dini na mwelekeo wa wanawake ni dunia. Na hapa angalia funzo tunalolipata katika aya hizi ambazo tunazitafsiri. Ndarasa mtume aitoa kuwapa wake zake, bali sharia awapa wake zake. Mimi na wewe kwa wake zetu tutapata faida gani kwenye hili? Faida tunaoipata ni kuwa daia yoyote, mlinganizi yoyote katika dini ya Mwenyezi Mungu, ni kufaulu kukubwa achiliwapo nguvu na bibi yake kwenye ile dawa, lakini huwa nkufeli ama nkuharibikiwa iwapo itakuwa mimi kama mume daia niko kwenye mwelekeo na mke wangu uko kwenye mwelekeo mwingine. Mimi leo nimefunga Ramadhani, mke wangu anambia Ramadhani kwako, si Ramadhani kwangu, basi iende hivyo hivyo. Kesho iwe Ramadhani kwake. Leo ni Idi, nimeswali Idi mume, mke wangu anambia hapana, ni Idi yako, imi kwangu Ramadhani. Haiendi hivyo. Huenda ikiwa Ramadhani kwangu na kwako, na ikiwa ni Idi kwangu na kwako. Huna amri wala huna haki kusema we fanya hivyo na mimi tafanya hivyo. Mimi hutaka mpache nguvu kwako, ili iwe kioo kwa watu ya kuwa hutiliwa nguvu katika da'wa na mkewe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni aula kwa hayo. Leo iwe mtume msimamo wake kwa dini ni hivi, wake iwe msimamo ni mengine, mambo hayangekuja vizuri. Ni faida hii ambayo tunaipata. Wakateremshiwa aya inayojulikana kama ayatut takhyir. Sasa wakati ilipoteremka ayatut takhyir, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo uko na bibi 9, 5 katika Makureish: Aisha bintu Abi Bakr Siddiq, Hafsatu bintu Umar, Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, Ummu Salama bintu Abi Hilal bintu Abi Umayya, wa Sauda bintu Zamaa, na wengineo walikuwa si katika Makureish kama kina Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya, Maimuna bintu al-Harith al-Hilaliya, Safiyatu bintu Huyay bin Akhtab al-Khairiyya, wa Juwayriya bintu al-Harith al-Mustalaqiyya. Hawa walikuwa si katika Makureish ridwanullahi ta'ala alayhinna wote. Iliposhuka ayatu takhyir, iliposhuka aya ya kucheguzwa hawa wanawake, Mtume sallallahu alayhi wasallama kwanza kajitokeza kwa Aisha radhiallahu anha, na Aisha alikuwa ni katika mwanamke anayependeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuliko wengine.
na hili hupatikana. Yani hata ukiwa na wake wawili huwezi kuwapenda wote wawili pendo sawa sawa, au wawezi? Yuko hata mmoja mwenye bibi wawili akawa eti wote wawili anawapenda mizani moja? Hakuna. Lapingika hilo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu masala ya pendo ni moyo, na nyoyo za surufiwa na Allah tabaraka wa taala, si kwako wewe. Si mizani ya nusu kilo ya unga na nusu kilo ya sukari kote nyumba mbili kupeleka nusu kilo, si hayo. Si ngano kilo mbili kwa nyumba zote, wala maziwa pakiti kwa nyumba zote, si hayo. Masala ya moyo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake zaidi ya mmoja, kisha katika kumwambia kwake Mungu amwambia, ewe Mola wangu, najaribu kufanya uadilifu na nafanya uadilifu, nafikia hapa kwenye uadilifu wangu, lakini nakuomba usinipatilize kwa nsilo limiliki. Hivi ninavyoweka sawa, unga sawa, sukari sawa, mchele sawa, yani kugawanya siku sawa huku na huku, hayo nayaweza na yamiliki mimi. Usinipatilize kwa nsiyoweza kumiliki. Asiloweza kumiliki hawezi kuumiliki moyo wake, achipendo likawa sawa kati ya huyu na huyu. Kwa hivyo usinipatilize kwa hapo. Na ni kweli, na yoyote, hata mimi na wewe. Kwenye bibi wawili lazima mmoja utamel sana, hata bibi wawili. Hata kwenye watoto wako lazima mmoja wawili utawapenda zaidi, lakini waambiwa tu silidhihirishe hilo pendo sana mpaka mwenye kupendwa akachambua kuwa yeye hupendwa sana, na wale wengine wakachambua kwamba kwa sisi hatuko sawa na fulani katika kupendwa na baba yetu ama kupendwa na mama yetu. Kwa nini? Isizuke hatari ya kufanywa kitimbi, kwa sababu wana pia wanadamu waweza kusema, una habari, sisi pengine tukimuondosha huyu kwenye mato ya baba yetu atatupenda sana, wakanchilia sumu kwenye chai ama kwenye wali, mambo yakaishia. Lazima tuwe na kontroli za hali ya juu kabisa. Tusimpende tunayempenda mpaka wengine wakajua hapa baba fulani ampenda sana. Liweke moyoni. Kwa hivyo, na hapa bibi Aisha radhiyallahu anha alikuwa ni katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama anawapenda sana. Sasa asema, iliposhuka hii ayatu takhir, kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallama kaithibitisha kwa Aisha. Alipoingia kwa Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akamsomea hii aya inasema, qul li azwajika ya ayuha nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima. Akamsomea bibi Aisha. Alipomsomea akamwambia, haya, chagua dunia ama dini. Fakhtarati Allah wa rasulahu, akamchagua Mungu na mtume, wa dara al-akhirah. Bibi Aisha akasema, mimi nitamchagua Allah na mtume wake na nataka ad-dara al-akhirah, sitaki mambo ya dunia. Aliposema hivyo bibi Aisha, wanavyona watuambia, faru'iya al-farhu fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zikaonekana furaha katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aliposema hivyo, na wengineo wote wakaunga mkono fikra ya bibi Aisha ya kuwa sisi tumechagua kumchagua Allah na mtume wake na tumechagua ad-dar al-akhirah. Qatada asema, falamma ikhtarna Allah wa rasulahu, walipomchagua Mungu na mtume wake, shakarahunna Allahu ala dhalika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia kawashukuru juu ya hilo, kwa kuichagua dini na kwa kumchagua Allah na kwa kumchagua mtume, na wakaatilia mbali mambo ambayo ni ya kidunia. Tayib, baada ya bibi Aisha kutoa msimamo huo, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye Abu Bakri ndiye babake nani?
ndiye babake Aisha, aliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alienda kwa Mtume kumtaka ruhusa kuingia. Alipoingia asema fawajada nnasa julusan bibabi, akawapata watu wamekaa mlangoni mwake. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akaenda akataka ruhusa, na alipotaka ruhusa akapewa ruhusa, akamwambia mwambieni Abu Bakar aingie, walam yu'dhan li ahadin minhum, na ambapo hakuruhusiwa yoyote katika wao, watu wamekaa mlangoni. Abu Bakar alipokwenda akapewa ruhusa kufanyeje? Kuingia. Alipoingia kwa ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema akaja na Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alipokuja fasta'dhana lahu, akataka ruhusa Umar. Alipotaka ruhusa pia akapewa ruhusa kuingia. Alipoingia Umar asema fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan, alimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi, haulahu nisauhu, amezungukwa na nini? Na wake zake wamemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekauka kimya, tena sakita, na amenyamaza kimya. Sasa iko riwaya inayosema walipokuwa wamemzunguka, kila mmoja alikunena lake. Yule umwambia wewe Rasulullah, mwaka jana huyu ulininunulia vitambaa viwili, mimi nilipata kimoja. Mara mwingine anasema hapana, si viwili, na wewe mwaka juzi mbona ulinunua vitatu, mimi kapata kimoja. Maneno ikawa hudhuru hivyo, mjadala mwingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kimya. Mara wengine wasema tunataka ziada katika nafaka, katika matumizi kidogo, angalau pandisha ya Rasulullah, sio ni vile vile tu bwana, mambo ndio maneno mengi. Sasa ile Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amenyamaza kimya, Umar akamuhisi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa jamaa wamentahfash, tena kuntahfashi sana, na katika hao wanawake pana mtoto wake Umar, na katika hao wanawake Abu Bakar ana nani? Ana binti yake. Sasa wameingia baba wawili hao, ambao wote hao marafiki za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu alipomuona Mtume kimya vile, faqala, akasema haya, la aqulanna shay'an udhihiku bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, mimi nitasema kitu nataka nimtekeshe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namuona Mtume kidogo amenyongeka, taka nene jambo kidogo nimtekeshe Mtume, yani ninchangamshe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Umar akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, angalia watu maskini za Mungu, Mwenyezi Mungu awarehemu na Mwenyezi Mungu awe radhi na wao, jinsi walivyokuwa wamefunguliana vifua raia na kiongozi wao, maswahaba na mwalimu wao. Angalia namna walivyofunguliana vifua. Angalia wamemuhisi tu Mtume amenyamaza kimya, akaona kwamba ni hizi tahfashi za hawa wana kero. Sasa ndivyo wamemfanya Mtume hivi, ngoja ninene kitu nimtekeshe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa aliposema hivyo akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, law raaitu binta Kharija saalatni nafaqa, lau kamuona huyu bintu Kharija eti aniomba mimi chakula na anataka chini nzidishie pesa katika matumizi, fakumtu ilaiha, kamsimamia, fawajatu unukaha, kanshika ile koo yake, yani ati anaambia mimi nzidishie matumizi, nishike nimenye mara moja. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alicheka, akacheka. Sasa ile kucheka Mtume, Umar akaona raha, kwa sababu kicheko cha Mtume ajua Umar katika maswahaba zake. Sisemi kwamba kwa alikuwa na matata, kisema itakuwa anakuwa na matata itakuwa mmetumia lugha ambayo si nzuri, mmetumia lugha ya maskani kwa swahaba wa Mtume, au sivyo? Lakini naweza kusema Umar alikuwa hataki mchezo sana, tena hususan mchezo mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa hataki kabisa. Na mara nyingi ilikuwa kukitokea la kutokea uko Umar
akitaka ruhusa tu, Mtume hebu niruhusu nichengeze. Mtume taratibu. Mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kazi kuta Umar, bwana Umar taratibu. Kuna kisa kimoja, nahnu la yani ma waqafna ila sihhatihi au ala sihhatihi, hatujasimama juu ya usahihi wake, lakini wanakitaja kwamba kwa hiki kisa kiko katika kitabu kikubwa Shajaratul Kauni ya Ibn al-Arabi, na wanaeleza riwaya ndefu sana ya Abdullah ibn Abbas. Sijaiona usahihi wake, wakisema uliwahi kutokea mjadala kati ya Mtume na nani? Na Iblis. Nafikiri hii mwasikia sana katika kanda hii, alaysa kadhalik. Lakini taka nukta moja ambayo pia ilitajwa, sijui usahihi wake, mimi tawapa ambazo sahihi, ambazo nina uhakika nao. Asema katika kule wao kujikusanya kwenye nyumba moja ya Ansar, na huku akawa wanazungumza na kuisikia sauti, na Mtume kusema sauti ya nani? Maswahaba wakamwambia Mwenyezi Mungu na Mtume ndiye anayejua. Kisha Mtume kuambia hiyo ni sauti ya al-la'in, akimkusudia Iblis. Haya yuaja hapa kwenye baraza letu. Sasa mwenye kuhadithia hiki kisa kwenye kusihi na kutokusihi, hata aliyekihadithia asema na kihadithia, lakini mimi sina uhakika wa usahihi wake, na mimi nasema hivyo. Basi haki alipoingia ule Iblisi na kutoa salamu, kwanza Umar huku alipoambiwa huyo ni Iblisi yalolaniwa, ametumwa yuaja kwetu, tena ataniuliza mimi maswala, tutazungumza sana. Umar akamwambia Rasulullah, Iblisi yupi? Huyo ambao tupoteza sisi, huyo ambao dunia nzima ina wasiwasi naye. Mtume akamwambia kabisa yeye. Basi Iblisi hapo tayari amefika mlangoni kugonga na kufunguliwa. Omar ashachefuka, ambaye Rasulullah, ala adribu unukahu, uniruhusu kankata shingo, ama mambo kupotezana tena yakaisha. Mtume akamwambia Umar, tartib. Akamshikilia, hakuwa asifanyeje, muate tujue alilokuja nalo, iweke kando hiyo. Lakini angalia kwenye Ibn Hisham katika sira yake, wakati Mtume alipogawanya ghanima alizozipata kwenye vita gani? Hunain, ghanima nyingi. Kwenye kugawa kwake vitabu vinasema yani watu wa Maka ambao walikuwa huitwa ni watu wa Mtume, aliwahi hata mmoja kupewa ngamia 100. Yani kitarehe shekhe, hakuna vita ambavyo alighanimika Mtume kwa kupata mali mengi kama vita vya Hunain. Sasa Mtume kwa hikma yake kachukua yale mali mengi ama yote kayapeleka Maka, na kwa watu wa Madina hakuhusisha hata mwanambuzi mmoja. Hili liliwafanya watu wa Madina kunena mpaka wakamfahamu Mtume makosa. Wakanena Mtume ameunga kwao, Mtume ameunga watu wa Maka, damu si maji, maneno yale sumusumu. Mpaka mwingine akosema, jamani, ya nini maneno yote hayo? Nyinyi hunena Mtume, Mungu si ashasema kuwa mali nda Mungu na Mtume? Sasa ikiwa mali ni ya Mungu na Mtume, Mtume si yeye? Maneno hayo ya nini? Maneno mikorobwe, ile mineno sumusumu ya wanadamu. Manake kuna wanadamu wengine maneno afadhali ukubali ya kupiga bakora ya nyongo, ile bakora kupigia mgongo itasema afadhali tapata usingizi kuliko kukupa maneno. Basi yalitokea haya. Sasa tutakapo sisi tuanzungumza Umar uko msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huvuma Madina kuwa Mtume ameungawa kwao kwa kuwapa mali yote, na amewaacha Ansari hakuwapa kitu chochote Mtume. Lakini alikuwa ni mtu wa hikma, akaambia Ansari, mzee wao ni Saad ibn Ubada, njoo, wasikia kuna nini? Kuna maneno hunenwa wewe, kwamba wewe umeungana na damu yako, umeunga kabila, umepeleka mali Maka, hukuwahusisha watu wa Madina. Mtume akafanya haraka akawakusanya, akawaweka sawa, mmenielewa makosa.
ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa. Kisa kimeelezwa kwa urefu, hata tuliwahi kukieleza kwa urefu sana kisa kama hivi, sitaki kote huko. Mtume uko msikitini na Umar radhiallahu anhu pamoja, mara aingia jamaa mmoja kwa jina akiitwa Dhulhuwaisira. Dhulhuwaisira alipoingia alitoa sauti tunakumwambia Mtume mbele ya Umar, nimeona ulioyafanya leo. Amwambia Mtume, nimeona ulioyafanya leo. Mtume kwambia, ajal ma raaita au madha raaita, umeona nini? Akamwambia, lama araka adalta, sikukuona umefanya uadilifu. Tena kwa ukali, kwa kishindo, sikukuona umefanya uadilifu. Shekhe, wewe humwambia Mtume sikukuona umefanya uadilifu ayanan, huo ni Mtume mwambia hayo? Na kinyume cha uadilifu ni khiana. Kwa hivyo sasa tayari ushamtukana Mtume kistaarabu. Sikukuona umefanya uadilifu, ina maana ulivyofanya ni khiana. Mtume akamwambia, waihaka. Hii ni dalili kwamba kwa Mtume kakasirika. Waihaka ni kilima hiki cha ghadhabu na hasira. In lam yakun la adlu minni fa inda man yakun, ikiwa uadilifu hautopatikana kwangu, upatikane kwa nani tena uadilifu? Omar ashachemka hapa. Mtume amekasirika, ya Rasulullah, da'ni adribu unukahu. Shingo tu ndio alikuwa ataka Umar, taki vitu vingine, niache nimpige shingo yake. Ina maana haya maneno ukosefu adabu. Tena amesimama Umar serious, nipe ruhusa, toa kauli tu, kula nyama hapo, uangalie kichwa kando mara moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam harakara, ya Umar, mahlan ya Umar, mahlan ya Umar, tartib tartib tartib. Hapo pana hikma, mwate anene maneno kama hayo, lakini pana hikma ambao tunataka itokee. Yeye mwate anipinge, hakuna wasiwasi, lakini katika familia yake kutatoka vijana ambao wataishika hii dini, kisha watatoka kwenye dini kana jinsi mshale unapotoka kwenye uta wake. Hata hii hikma ya Mungu ipitike, Umar ndio akafanya nini? Akatulia. Kwa hivyo Umar alikuwa hata kimchezo kabisa. Sasa hata wewe unaona, sisi hatuna wasiwasi. Wazee wetu hawa wakiamua kutupinga kwa maandamano, sisi hatuna wasiwasi, kwa sababu unajua anipingae mwanawe kwa madrasa msomesha, mimi tanjenga ule mwana, tanjenga kisilaha, tanjenga kisilaha, tanjenga kisilaha, kisha takupiga wewe. Taniweza? Kwa hivyo msinipinge, fahamu shauri yenu. Majeshi yenu ndio ambao watawapindua nyinyi, au sivyo? Kwa sababu wewe utakuwa hupinga, baba hupinga, mwana huniunga. Sasa tashindwa nani? Tashindwa wewe. Manake mwana atakwambia, ikiwa ule si mtu kwako na ikiwa ule si msomi hunkubali, kwa nini kunitukua mimi kunipeleka kwake? Tajibisha nini? Kwa hivyo tartibuni na waja vizuri vijana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tena nawaambia sawa, kula nyama, hakuna kulegeza msimamo, hata mtu kwa brother yake, hata mtu kwa babake, hata mtu kwa mamake, lakini kwa nidhamu maridadi, kwa kuwa hawa ni nini? Hawa ni wazee. Hii ndio itakiwao kuwa misimamo katika dini. Toib, Mtume sallallahu alaihi wasallama kantaratibisha Umar kataratibika, na lile alilolisema Mtume sallallahu alaihi wasallama ndilo ambalo lilithubutu. Sasa alipocheka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Umar na Abu Bakar radhiyallahu anhu hapo walisimama, kila mmoja akamuwajihi mwanawe ama binti yake kumwambia, si haki wala hustahiki wewe kufanya hivyo. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini udai kwa Mtume asichokuwa nacho? Kama anacho hawezi kukuhini. Ndivyo ilivyo mume, hata mume yoyote. Mume kama anacho hawezi kufanya khiana kwa mkewe, isipokuwa wengine. Tusifureni vichwa, isipokuwa kwa wengine. Kuna wengine hawawalishi wake zao. Sio ni kwamba kwa hapa tumepata barabara. Hapana, tuatesa wake za watu. Mwafumu, kuna watu huoa shekhe, wanawake wateseka kwelikweli. Wanawake hawatambui wanachokula, wanawake hawatambui wanachovaa, wanawake hawatambui kutibiwa. Ni mtu tu fashion kuoa, watu wameoa china ya ameoa. Hasi masala kwamba kwa watu huoa Shabani wapikiwe uji, si masala si hayo. Masala lengo la kuoa si uji shekhe.
wala lengo la kuoa si wewe ukija basi mafucha maviti yako kwapi uinoe kama kasa, tena mke wako kukanda maguu na hapo na hapo, rudi na hapo kidogo. Wewe mwanamke hawezi kupika futari ushishie maguu madende wakanda tu, si hivyo. Lengo la kuoa mbalishe, lengo la kuoa dini, na hii dini iwe hutumika moja kwa moja, alaysa kadhalik. Lakini wangapi huoa na wanawake ucheseka, au hakuna mashtaka hayo? Mimi si kadhi, lakini mashtaka nilionao hunishinda kadhi. Mpaka wengine mabarobaro hapa nchani kimwangalia, haya naambie mwanangu nani, hebu muulize. Kamba sinaambia hebu muulize, yeye ashaniambia yote. Humfanyaje wewe mwanamke wa watu? Kwani yeye amekwambia humfanyaje? Kamba sitaki, anaambia nena sikia kujibu. Wallahi kila tukizisikiza hizo kesi wanawake ucheseka. Tumefahamiana? Sasa hapa Abu Bakar na Umar kamwambia binti yake, si haki wewe kutaka kwa mtume asichokuwa nacho. Akamfokea, ninyi lengo ni kumsapoti mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwanamume siku zote ambaye ni mwanamume alokamilika ile kawama yake ni yule ambaye amesimama sawa sawa na bibi yake. Allahumma kwa matatizo asiyoepukika, yakitokea matatizo pia waweza kumwambia mkeo, bwana sasa nkadha, bali mke aweza kukuelewa. Siku ambayo utachecheka tu kidogo, haki ya Mungu atakwambia nakuelewa, twende, nakuelewa, pengine na akiba yake aitoe, afanyeje, akupewe. Ni wangapi katika wanaume hivi sasa maisha yao yamekuwa mazuri kwa pesa ndogo wanazozitoa kuwapa wake zao, na wake zao wakafanya uchumi wasifanye maudhi ya kumuudhi mume, na huku akawa wanatupatupa kwenye kibengi kidogo, mara huyo akajitokeza. Mimi nina ushuhuda wa mwanamke mmoja, barakallahu fiha, Mwenyezi Mungu ambariki na ajalie haya aliyoyafanya iwe sababu ya kuipata pepo. Haki akipewa pesa akimsimamia mumewe kama kawaida, kwa sababu mpesa zake, basi kisha kinachobaki humwambia mumewe, basi hiki ndicho kilichobaki. Mume anakuambia basi hiko yani ni haki yako, chukua, ni yako. Kisha akamwambia kila kinachobaki chukua. Basi akanyamaza kimya, akakusanya ule mwanamke, akakusanya, hakumuuliza kitu. Mara akaenda kanunua plot, akakusanya, hakumwambia lolote. Mwaga mawe kidogo, simamisha nyumba hivyo mdogo. Mara amwambia mume wake, sasa afadhali sisi tutoke hapa, kwa sababu hapa mpakukodisha hakuna khair. Kwani twende wapi? Leo saa 10 tutakwenda kutembeza pahala. Bismillah. Wajua tena wazee wakipata ubwete, bismillah. Akatoka naye. Alipotoka naye akamwambia, sikiliza, nakwambia ule ukweli mume wangu, toka nikae na wewe una shaka na mimi? Mume akamwambia, Mungu ni shahidi, mimi sina shaka na wewe. Iko siku nimekuudhi kwa maneno ama kwa matendo? Akamwambia, hakuna siku hata moja, mwanamke wa shani, kwamba kwa umeniudhi. Mimi hivyo Mungu akujaze khair. Hujaniudhi, wanipa masurufu sawa, tena katika masurufu unaonipa ukanaambia kinachobaki chukua. Si ni kweli mke wangu? Kweli mke wangu. Haya, sasa kile kilichozidi kwa miaka yote mimi nilikuwa kikiweka, basi ndio hii nyumba haijaisha, lakini hivi sasa hii rumu moja tayari na hii moja tayari ya kukodisha. Sisi tuingie hapa na hii moja tutapata chochote kiasi ya kutafuta bodo, umefahamiana, na mboga, na huku tutakuwa wallahi sijui nikwambie nini mke wangu, mzee bwete. Nyumba hiyo ambao kama angalia tu yeye asingejenga hata mundule wa Kimasai, umefahamiana. Wallahi tena wanawake kama nyinyi, tena mke wangu leo watakuwa na wanne. Sasa taka kumuudhi, taka kuharibu sasa. Na ungekuwa na wanne kama wewe, hii dunia hapo nkuharibu sasa. Tumefahamiana?
wallahi alazim asallallahu salam, Mungu achuafu na wanawake wale sikadhani. Haya, wallahi akaingia kwenye nyumba na aloituma ile nyumba nani? Ni mwanamke. Sasa hutakiwa hayatu zaujia iwe sampuli hii, isipatikane yundu, isipatikane kitu khiana. Kikipatikana kitu kinachoitwa khiana kwa neno tu ama kwa tendo, wallahi utalichefua lile linaloitwa hayatu zaujia. Sasa haya pia yalikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya kitokea sawa. Wivu kwa wake za Mtume ulikuweko, bali wivu kwa Mtume ulikuweko. Sasa ikiwa Mtume mwenyewe alikuwa na wivu, mimi na wewe wakukosa wivu, lakini wivu unaofungamana na dini usokutoa kwenye dira. Si wivu hata nzi akishuka kwenye buibui la mke wako weta kumpiga rungu juu ya mwili wa mke wako, ho si wivu hiko nkisha mafhumu. Lakini wivu huko, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja kaingia kwa bibi Aisha, alipoingia kwa bibi Aisha, bibi Aisha azungumza na ndugu yake kwa kunyonya, wamekaa wanaongea. Mtume alipoingia, bibi Aisha kahisi mabadiliko kwa Mtume, kuangalia uso wake kidogo umechange. Basi angalia shekhe, pahala paka watu wakiwa na miko kusichefuke, hapa chefuki. Sasa yeye mwenyewe huyu bibi Aisha alipomuona amechange Mtume, akaambia Mtume vipi? Mtume, ya Rasulullah, ndugu yangu kwa kunyonya. Yani hakukuwa na stori nyingi. Ile Mtume kuingia na bibi Aisha kamuhisi amebadilika, bibi Aisha alimwambia, basi nikwambie huyu ndugu yangu kwa kunyonya. Wasikia jawabu alijibu nini Mtume? Akaambia, ndiyo mmekusikia kwa ndugu yangu, kwa ndugu yako kwa kunyonya, lakini mtu hanyonyi mpaka awe na ndaa. Hayo alinenwa na nani? Alinenwa na Mtume. Ndugu yako kwa kunyonya, lakini mtu hunyonya akiwa na njaa. Hii ina maana ya kuwa hakuna masala ya mwanamke kujiamini kwa yoyote. Mwanamke hana haki ya kujiamini kwa yoyote, lakini wanawake wetu hujiamini kwa mashemeji. Ikiwa Mtume kamwambia bibi Aisha hu ndugu yake kwa kunyonya, nani katika mwalimu hapa sikiza darasa langu na walimu tunavotele na talabatu ilmi tunavotele, mashaallah, asojua ya kuwa ndugu kwa kunyonya huwa tena sawasawa na tena, yani ni ndugu yako. Kile kilichoharamishwa kwa nasaba kimeharamishwa kwa kunyonya, sivyo mambo alivyo walimu? Lakini Mtume akamwambiaje? Kunyonya hutokamana na ndaa. Shemeji yako nani na hundugu mwenye mizani zaidi? Lakini mwanamke aweza kubadilisha nguo mbele ya shemeji yake. Mbona ufanya hivyo? Shemeji yako. Muulizeni Mtume sasa kuhusu shemeji, kasemaje? Aliulizwa Mtume, hatuambie wasemaje kuhusu shemeji? Mtume kasema shemeji ni mauti. Sasa ikiwa shemeji ni mauti, wewe mbo kutoka ukashika choki ufundisha Fathul Adhim, umemwata chini mtu shemeji yako nyumbani kwako, hufua usifue, ngoja paka nini? Hakuna masala, hakuna nchukuva rahisi kwa mke jamanini. Ukiwa rahisi kwa mke ni hatari, utaridhia udeyuthi. Na wanawake wetu wa siku hizi ni hawa kufanywa hivi, au ile kwa tayari ashasimama, hata kama ni mke wa mtu. Kwani sio mitihani iliyoko? Akipigiwa tu one naye watakiani, si kwenda zako wewe, one naye watakiani. Ho kwanza amekukosea damu, ukufanya wewe ni mbwa ndio huitwa hiyo. Yeye amefanya siri, kisha sema one naye, tayari ushamfungulia lango. Ile hune naye chuma takatara na iko wenda wapi? Ni mke wako, ushaona wenda wapi? Kwa nini kumuuliza mwanamke wa watu wenda wapi? Alisa kadhalik. Lakini hapo ukasimama, hiyo psini yangu wewe, kumbe una adabu.
Mimi siku zote usikia kwamba akili yako ina chundu, kumbe wewe atakupigia tena sisi kwa pili. Sasa ndio hivi shekhe, mwanamvuli shati awe na wivu shekhe, lakini nitasema hivyo hivyo shekhe. Ndizo aya zinazotufundisha katika suratul Ahzab. Umeona sura namna ilivyokusanya mambo? Hutukua wake wetu sisi twenda kupanda nao magari pale, amuonyesha siti ni amuonyesha siti mke wako nani? Jibisheni wenyewe, wapo kama wapo ndio wanaonyesha sister pale iko nafasi hiyo sister, mkono uko kwa kiuno na mzee huko mwambia wapi basi tutakaa wapi, wewe mwambie uko wenzuka honshishie mke wako kiuno, wewe mwambie uko nini, wewe hunsaidia wapi, tutakaa wapi, na huku hunsindikiza kwa nini mpaka nini. Ndio mambo yapitikavyo, au sivyo? Ghera hilo liko wapi katika dini? Na tutaka mambo makuru, hao hutupicha kwa mapapwana. Kwa nini conductor anshike bibi yako mwenyewe amejichonga, wenda naye supermarket bwana, anshike kisha na unyamaze kimya? Hunshiki ukatukua ile shati lake lekundu la michuki ukalirarua kisha ukamfunga nalo hapa. Lende zake ghera na wivu ende zake. Kama kweli watu wana wivu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mwalimu wa kila kitu. Ukitaka jambo lolote muulize nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakupa dira zifaazo. Sasa baada ya Abu Bakar na Umar kuwakemea wake wote wa mtume, uchaguzi wao wakachagua kuwa sisi twantaka Mungu na mtume na twataka nyumba ya akhira, hatutaki tena masala ya usumbufu kwa sababu ya aradha dunia. Sasa ndio hizi aya za kwanza ambazo nimechangulia kuzitafsiri. Sasa sikiliza alivyowapa sharia ya mbele kwenye hizi aya zote. Mwenyezi Mungu kamnadi mtume, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, sema kuambia wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, ikiwa nyinyi mnataka maisha ya dunia na pambo lake, fataalaina, njooni, umatti'ukunna, nitawastarehesha. Na hii jamaa wanajiita ile mut'atu talaq, alaysa kadhalik? Ni kwa kuwa hilo la kustareheshwa wewe utapewa, lakini wa usarrihukunna sarahan jamila, kisha tawata talaka mzuri. Na hii ndivyo ilivyo hata talaka katika kuwekwa kwake sharia. Qur'ani inasemaje? At-talaqu marrakam, at-talaqu marratani, kisha au sisi ndio tunaoata, sisi tusaidianeni kwenye hizi aya. Sasa wewe mwenyewe ikiwa waamini, je, nyinyi mnaonisikiliza, nyinyi muamini kwamba kwa talaqu marratani? At-talaqu marratani jamani, talaka maranga. Mbona humbika mwanamke chatu para mmoja, imekuwa talaka chatu, ati maana yake ni hasira. Talaka chatu juu ya kuwa uko msimamo wa kupicha chatu liliweka ni ikemi, kwa sababu talaka zilikuwa zimechacha. Umar akapitisha hivyo, lakini ammatul ulama ni kwa kuwa ukimwata mwanamke talaka chatu huhesabiwa nini? Huhesabiwa moja. Lakini hapa sema talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan, kushikana kwa wema na kuatana kwa wema. Achi wewe mimi na wewe waweza kusema kuatana vipi kwa wema? Kwa nini watani kwa wema? Kwa nini lazima wewe usahau fadhila? Ikiwa mtu alikuja kukutaka pale Mungu alipotuambia wala tansawul fadla bainakum, nyinyi waume na mimi nikiwekwa hapo, Mungu akisema wala tansawul fadla bainakum, usisahau fadla baina yenu, usikumbuke fadla zile za fadla za yeye kukustarehesha mpaka ukakinai. Si hilo tu ambao sisi tufie hapo tu kwenye mwanamke kuoa mtu, huangalia mtazamo huo tu, lakini mtazamo ni huo tu. Mtazamo usisahau fadhila. Pale umeenda kugonga, mimi nimekuja kumposa huyu binti, nemuona amenielekea, inshallah nini, mama na baba moja kwa moja ambe sam'an wa ta'a. Kama ni wewe tukupokea kwa mikono miwili. Huwezi kulikumbuka hilo?
Mwangapi huenda wakati wa mbioni pahala wakaopicha wakishtakia mabarabarani tosi sisi ni pengine na huko uruleni pengine pia sipachi tena, ukawa unena kwa mikono kisha unani nchi nzima. Kumbe amekwenda pahala fulani akakataliwa, akaenda pahala pengine kakataliwa, akaenda pahala pengine. Basi ikiwa ni hivyo msitaki tena kuoa, na nikete tafanyaje kama utaki tena kuoa? Tafanya masturbation? Si maneno mazito, vumilieni tu, kwa sababu sio mambo alivyo. Masuala hayo sana sisi ulizwa, sawa si sawa, si sawa. Sawa nini? Sawa nkuoa kabisa, sawa nkuoa. Kama huwezi kuoa, funga, tafunga siku zote. Sasa tajipanga, jipange. Tumefahamiana sana, huu ndio msimamo. Kwa hivyo hakuna masala, hakuna wema, uko wema. Kumbuka kupokelewa kwako. Ulipotaka tu kugonga pahala watu wakakupokea, kisha usifanye uyonda. Usije katika maisha yako kwa huchesa wanawake watu, ama ukawa una mwanamke na huku wa manga na warembo wengine. Na ndio mambo yalivyo. Wangapi na wake zao na humanga na warembo wengine? Wengi sana. Ndio matatizo yalivyo. Hela mtu na mke wako wa halali kwa kiasi ambacho sharia imekwambia awe ushishie mbuzi hukukunia nazi kwa kukupikia. Wewe ndo kamba salamu alaykum mama. Alaykum salaam. Haya atakwenda hiyo nazi. Iate hiyo nazi kama. Sharia kwambia haya tayata. Akaiata ile nazi akakuandama wote kapa. Na wakati huo mwana kwambia basi mimi niko kukunia nazi mimi nzima majasho utaoga kisha ataoga. Yani lile jasho la kuku na nazi na jasho la vishindo wote kutanganywa pamoja kwa josho moja. Wewe husikilizwa. Kisha upataye kwenda kumanga na warembo wa watu na mke wako wa halali kwa nyumbani kwako. Hani maafa yaliyoko katika mujtamai wetu. Ndiyo mambo yafaa kutibiwa sasa. Haya ni mambo ya kutibiwa kwa sababu mujtama tunataka kufanya mujtama wa Kiislamu. Mujtama utakuwa ni mujtama wa Kiislamu swaliha ikiwa uzinifu tele ndani ya majumba. Mvuli ana mkewe, yeye huzini. Mke ana mvuli, mke huzini. Mujtama wa Kiislamu utakuja kivipi? Lazima mambo yarekebishwe, tusifanye vifua vikanukadamu bure tu. Kuna mambo lazima tuyarekebishe kwa haraka sana iwezekanavyo. Ikhwatal iman. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumnadi mtume akaambia ikiwa mnataka starehe ya dunia basi nitawastarehesha nivaate tena kuvata kwa uzuri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, ikiwa mnataka Mungu na mtume, wadara al-akhirah na nyumba ya akhirah, fa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu a'adda lilmuhsinati minkunna ajran adhima, amewaandalia wanawake wenye kufanya wema katika nyinyi malipo makubwa sana. Haya, sikilizeni sasa, waambia ya nisaa an-nabii, enyi wake za mtume, wapewa sharia, man yati minkunna bifahishatin mubayyina, mwenye kufanya katika nyinyi uovu ulowazi. Wanavyoni wengine wamesema uovu ni maasiya yoyote watakoyafanya. Wengine wakasema ni ile an-nushuz, kutoka katika toa. Mwenye kufanya katika nyinyi uovu ulowazi, yudhaaf laha al-adhabu dhifain, atazidishiwa adhabu mara 2. Sikia sharia hiyo, hatusemi kanuni, hii ni sharia. Tumefahamiana? Na hukosa sisi Waislamu wakati mwingine huwa husomeana hizo kanuni za kitawuti tukasema sharia. Hii imezungumzwa kwenye kifungu cha sharia namba kadhaa. Hufai wewe kusema hivyo. Hufai kusema kanuni hizi wadhiya za wanadamu kuicha sharia. Sharia ni sharia ya Mungu, shar'a lakum minad-dini inil hukmu illa lillahi yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasilin. Sharia ni ya Mungu, kanuni ni ya mwanadamu. Sasa sikiliza sharia, atakaeleta ubaya ulobaini ulowazi atazidishiwa adhabu mara 2. Kwa hivyo nyinyi itakuwa mara 2. Wa kana dhalika ala Allah yasira, na hilo kwa Mungu nilepesi sana. Kuwa huyu akifanya atanchapa mara 1, nyinyi vichapo mara 2, kwa kule kuwa nyinyi wake za mtume. Mulikuwa nyinyi muwe ni supporter wakubwa, na naam walikuwa supporter bila shaka, lakini wanawekewa hii sharia. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli,
na mwenye kuwa na unyenyekevu, mwenye kutii katika nyinyi kumtii Mungu na mtume wake, wa ta'mal salihan, na akafanya amali mzuri, nu'tiha ajraha marrataini, tutampa malipo yake mara mbili. Mwenye kufanya uovu talipwa mara ngapi? Mara mbili. Na mwenye kufanya wema pia tutamlipa mara mbili. Wa a'tadna laha rizqan karima, kisha tutamwandalia yeye riziki mzuri sana. Ya nisaa an-nabii, sharia nyingine yo, enyi wake za mtume, jueni lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi si kama yoyote katika wanawake. Nyinyi wake za mtume, na kwa kuwa nyinyi si kama mwanamke mwingine yoyote, ni ile aya ya nyuma tuliyotafsiri, an-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, alaysa kadhalik? Nabii ni aula kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake ni mama zao, mama za waumini. Kwa hivyo wake za mtume ni mama zetu, ndipo ikawa sheria hairuhusu kuolewa mke wa mtume baada ya kufa kwake kabisa. Hawakuolewa kwa sababu mtu hamuoi nani? Mamake. Hii yatosha kuwa lastunna ka ahadin minan nisa. Lakini hapa Mungu kafunga kwa sharti hili la kuwa nyinyi si sawa kama wanawake wengine, inittaqaitunna, iwapo mutasimama kwa ucha Mungu. Mkisimama kwa ucha Mungu kisawa sawa, hamutakuwa sawa na wanawake wengine. Lakini ucha Mungu kikosekana, mwingine akiwa mcha Mungu utakuwa bora kuliko yeye. Fala takhdha'na bilqawli, sharia hiyo usilegeze maneno, usilegeze sauti wakati unapozungumza. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun, akawa na tamaa yule ambaye kwenye moyo wake pana ugonjwa. Wa qulna qawlan ma'rufa, semeni maneno mazuri ya misingi ya misimamo. Angalia hapa ni vipi unapozungumza, usilegeze sauti. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya mwanamke ni fitna. Mwasemaje hapo? Ni fitna ama si fitna? Ni fitna. Sauti ya mwanamke ni fitna. Ikiwa sauti ya mwanamke ni fitna, pasipokuwa na budi mpaka unene kwa nidhamu maridadi. Nidhamu maridadi ni nidhamu gani? Lile uliloulizwa ulijibishe, masala kuisha. Kwa nini? Kwa sababu ilitokea hata bibi Aisha alikuwa akenda akiulizwa masuala ya kidini, akiulizwa akijibisha tu vile vile, ni kadhaa kuisha, ni kadhaa kuisha. Ndipo ikajulikana kuwa bibi Aisha alikuwa ni mufti mkubwa, akiwashinda maswahaba wanaume kwa elimu, hifadhi mengi sana, akileta fatwa. Na huwezi kuleta fatwa bila kutoa sauti, lakini akitoa sauti ile ambayo ni ya dharura, umeuliza ujibiwe, masala kuisha. Hilo kwa upande wa sharia. Ama upande wa mtu amekuja kugonga nyumbani, mume hayuko, alioko ni yeye mke, pia waqulna qawlan ma'rufa, semeni maneno mazuri ya msingi, masala kuisha. Kivipi? Hodi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shekhe yuko? Hayuko. Uko wapi? Simjui. Atarudi lini? Hakuna mbia. Tashika ndia arudi, ashike ndia arudi, sina habari, kwisha. Haye kikwetu. Shekhe uko? Hako. Hayuko. Uko wapi? Ameenda msikitini kutoa darasa. Tarudi saa ngapi? Atafungua adhana huko, lakini tangoja hapa. Tuliagana mimi na wewe kumwambia umveke kicha ningoje. Umeona sisi uharibu hapa. Umeona? Tangoja. Kama tangoja tukutoka hapa hivi sasa. Nikufungua adhana tukuswali na kuja hapa. Sasa mbona humpangia? Sasa wewe wakaa kuningojea sikumwambia. Na akikaa kuningojea sasa itakuwa masala kufuturu kwangu, hatukuagana. Tumefahamiana? Lakini kufuturu si lolote. Hilo msilishika. Lakini kikwangu naweza sifuturu naye kwa sababu umeketi kuningoja bila idhini yangu.
na hapo lazima itakuwa vita mimi na mke wangu. Kwa nini kumwekea kicha ningoje mpaka wakati kufuturu nani wako? Tumefahamiana? Hayo hutokea ya mtu binti mwanamke akankurubisha mtu akangoja mume, haitakiwi. Waambiwa kulna qawlan ma'rufa. Mafhumu? Hii sharia walipewa wake za Mtume, na sharia ikiwa wamepewa wake za Mtume, huwa kwetu sisi kwa wanawake wetu pia ni nini? Ni sharia. Kisha Mwenyezi Mungu asema waqarna fi buyutikunna, kaeni majumbani mwenu. Mwanamke nkukaa nyumbani. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, musijisheue na kujirembesha rembesha na kujipamba pamba kama walivyokuwa wakijipamba wanawake wa kwanza wa kijahili. Wa aqimna salata, simamisheni swala majumbani. Mukija misikitini hamukukatazwa. Wa atina zakata, na mutoe zaka, waambiwa wake za Mtume. Wa ati'na Allaha wa rasulahu, na mumtii Mungu na mtume wake. Yote hayo inma yuridu Allahu, hakika si jambo lingine, anataka Mwenyezi Mungu, liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bayt, awaondoshe nyinyi uchafu watu wa nyumba ya Mtume, wayutahhirakum tathira, na awatwahirishe nyinyi tena kuwatwahirisha sana. Lisitoshe, sharia nyingine, wadhkurna, kumbukeni, ma yutla fi buyutikunna, musome wao katika majumba yenu. Mtume huwasomea nyinyi, huwasomea Qur'ani, yakumbukeni musome wao na Mtume. Min ayati llahi wal hikma, kutokamana na aya za Mwenyezi Mungu na hikma. Inna Allaha kana latifan khabira, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa ni mpole, tena Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Sharia apewa wanawake za Mtume. Kisha aya ikafunga ambayo ni ya 35, innal muslimina, hakika waislamu wanaume, wal muslimati, na waislamu wanawake, wal mu'minina, na waumini wanaume, wal mu'minati, na waumini wanawake, wal qanitina, na wanyenyekevu wanaume, wal qanitati, na wanyenyekevu wanawake, was-sadiqina, na wakweli wanaume, was-sadiqati, na wakweli wanawake, was-sabirina, na wenye kusubiri wanaume, was-sabirati, na wenye kusubiri wanawake, wal-khashi'ina, na wenye kunyenyekea wanaume, wal-khashi'ati, na wenye kunyenyekea wanawake, wal-mutasaddiqina, na wenye kutoa sadaka wanaume, wal-mutasaddiqati, na wenye kutoa sadaka wanawake, was-saimina, na wenye kufunga wanaume, was-saimati, na wenye kufunga wanawake, walhafidhina furujahum, na wenye kuhifadhi chupu zao katika wanaume, walhafidhati, na wenye kuhifadhi chupu zao katika wanawake, wadhakirina Allaha kathira, na wenye kumtaja Mungu sana katika wanaume, wadhakirati, na wenye kumtaja Mungu sana katika wanawake. Wote hao a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, Mwenyezi Mungu amewaandalia maghfira, msamaha, na malipo ambayo ni makubwa sana. Hii aya kuanzia innal muslimina wal muslimati mpaka mwisho, hapa kumeonekana usawa kwenye haya. Ufanyavyo wewe nsawa na mwanamke afanye, na malipo yamekusanywa, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Pale tulipofanywa sawa sisi tutasema sawa na wanawake. Pahala ambapo hatukufanywa sawa, lazima tuseme hapo sisi na wanawake si sawa. Hatuwezi kuitukua aya hizi tukawafanya wanawake sawa na sisi kwenye yote. Si kwenye yote, kwenye haya ni sawa, kwa mengine ni tofauti kabisa. Akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kesho itakuwa siku ya Jumamosi, ni siku ya kuingia kwenye aya ya 36 suratul Ahzab inayosema wama kana limu'minin wala mu'minatin, haivi kwa mu'mini mwanamume wala mu'min mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, Mwenyezi Mungu na mtume wake akipitisha jambo, akihukumu jambo, akihusia jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amri, kuwa na khiari kwenye amri ya Mungu na nani? Na mtume. Hili litakuwa ni darasa moto moto kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hapa pana ukhalifu wa kukhalifiwa Mungu na kukhalifiwa mtume. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.